Assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa Lilian Wasira maarufu kama Simba Jike, ni mwenyekiti wa UWT wilaya ya Kigamboni. Niliokaa nao hapa nitawatambulisha baadaye mbele na mtajua kwa nini nawatambulisha baadaye. Naomba nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo na kutuwezesha kufika hapa tukiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na Kwaresma. Karibuni sana waandishi wa habari. Nimewaiteni hapa mimi pamoja na kamati yangu ya wilaya ya UWT Kigamboni kwa sababu moja tu kubwa ambayo nitakwenda kuisema na kuwaeleza jambo kubwa ambalo liko mbele yetu. Kama mnavyojua, tunaingia mwezi wa tatu ambao kila tarehe 8 mwezi wa tatu tunakuwa na kumbukumbu au maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Kwa hiyo tarehe 8 mwezi wa tatu Machi tunatarajia kuwa na maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, lakini maadhimisho haya hayataanzia, haitakuwa tarehe 8 tu. Tunaanza kuanzia tarehe 2, tunakuwa na events mbalimbali za kuadhimisha siku hii ambayo sisi kama UWT tumejipanga kweli kweli. Kwa hiyo katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani, UWT wilaya ya Kigamboni tumeandaa jambo kubwa sana la kijamii. Kwanza naomba niseme kabisa ili niondoe sintofahamu. Ninaposema UWT ninamaanisha Umoja wa Wanawake Tanzania. Umoja wa Wanawake Tanzania. Kwa hiyo sio umoja wa wanawake wanasiasa Tanzania, hapana. Ni umoja wa wanawake Tanzania. Kwa hiyo UWT ni kwa kila mwanamke. Hii ni jumuiya ya wanawake wote. Kwa hiyo ninaposema UWT wilaya ya Kigamboni na maanisha kwamba ni umoja wa wanawake Tanzania kwa wilaya ya Kigamboni. Kwa hiyo sasa sisi UWT wilaya ya Kigamboni katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani tumejipanga mwaka huu kutambua juhudi na jitihada za wananchi wetu, wanawake wetu, wapambanaji, wanawake mahiri katika nyanja mbalimbali. Na mtaniruhusu nizitaje hapa kwa haraka nyanja zipi hasa tunataka kuzitambua na pia kuzipongeza. Tumeamua tuadhimishe kwa staili ya tofauti. Tutoe tuzo za heshima kwa wanawake wapambanaji ambao usiku na mchana wao wamekuwa vinara kwenye kupambana kuigusa jamii, lakini pia kuleta maendeleo katika wilaya yetu ya Kigamboni. Na wanawake ambao sisi tutawatambua na kuwapongeza ni wale wa ndani ya Kigamboni na nje ya Kigamboni, lakini wameigusa Kigamboni. Kwa hiyo tunapongeza wanawake wa ndani ya Kigamboni, lakini pia wanawake wa nje ya Kigamboni ambao wameigusa Kigamboni. Wanawake ambao wameigusa Kigamboni. Nyanja ambazo tutazipongeza na tutatoa tuzo ni upande wa wajasiriamali, mwanamke mjasiriamali, mpambanaji, mtafutaji, lakini mjane. Tunataka tuondoe hiyo dhana potofu kwamba ukiwa mjane basi maana yake ni kwamba huwezi kufanya chochote au wewe ni mjane, yani ezifu ni ugonjwa. Kwa hiyo tunatafuta mjane ambaye pamoja na ujane wake lakini ni fighter na amekuwa kivutio kwa wengine. Lakini pia mwanamke mwenye ushawishi katika jamii. Mwanamke yoyote yule ambaye ana ushawishi katika jamii, the most influential woman ndani ya wilaya yetu ya Kigamboni, na yeye pia tutampa tuzo, kushawishi kwa mambo mazuri. Lakini pia mwanamke ambaye amekuwa kinara katika kupambana kudhibiti janga la ukatili wa kijinsia na ukatili kwa watoto, naye pia tutamtambua ndani ya wilaya yetu na tutampa tuzo. Lakini pia mwanamke ambaye mpambanaji katika kudhibiti madawa ya kulevya tutamtambua na kumpa tuzo. Lakini kuna mwanamke ambaye msimamizi wa malezi na maadili. Kwa hiyo mtaona hapo hakuna mambo ya siasa. Hapo ni mwanamke ambaye tunamjua kwamba yeye anapambana, amekuwa mfano mzuri wa kuigwa katika jamii kwa upande wa malezi na maadili ya vijana. Kwa hiyo na yeye pia tutamtambua na tutampa tu, tutaangalia matukio ambayo amewahi kushiriki, mambo mbalimbali ambayo anayafanya katika jamii. Lakini pia tunataka mlipaji mzuri wa mikopo ya 10%. Kama mnavyojua ndugu zangu, serikali yetu imekuwa ikiwezesha wananchi kiuchumi, hususan wanawake, vijana na walemavu kupitia mikopo hii ambayo inatoka halmashauri, mapato ya halmashauri. Kwa hiyo sasa tumepata changamoto siku chache zilizopita, miaka ya nyuma hapa, ya ulipaji. Wanawake wengi walikuwa wanachukua lakini ulipaji
unakuwa wa kusuasua, hiyo mpaka ikapelekea ripoti ile ya CAG, historia yote mnayo. Sasa Mheshimiwa Rais kwa kuwapenda wananchi wake aliamua tu kurudisha ile mikopo, lakini ukweli ni kwamba pesa nyingi sana zilikuwa nje. Kwa hiyo tunataka mwanamke ambaye amekuwa mlipaji mfano bora, mlipaji mzuri, yani akikopa analipa, hana longolongo. Kwa hiyo na huyo tutamtambua na tutampa tuzo. Awe mwanasiasa, asiwe mwanasiasa, awe sijui chama gani, hatujali sisi mambo ya vyama. Hii ni kwa watu wote, kama nilivyokwisha tangulia kusema, UWT ni kwa watu wote. Kwa hiyo mwanamke yote ambaye ni mlipaji mzuri wa mikopo hii 10%, lakini sekta hii nafasi ya tuzo zitakuwa mbili, kwa maana ya tutatoa kwa upande wa walemavu na upande wa wanawake kama wanawake. Kwa kama kuna mwanamke mlemavu, tunaona walemavu wanawezeshwa kila siku, ambaye atakuwa amekopa lakini amelipa vizuri, amepambana, amelipa na ameinuka. Wapo ambao wamenunua bodaboda, wanafanya vizuri ndani ya wilaya yetu, tunawafahamu, basi na yeye tutamtambua na tutampa tuzo. Lakini sio hivyo tu, mtu ambaye anatumia vizuri mitandao ya kijamii. Kuna mtu ambaye anatumia vizuri mitandao ya kijamii, ana page maybe kwenye Instagram au Facebook, lakini ukimkuta namna ambavyo anatumia page yake ni katika kuleta maendeleo, ni kwa tija, lakini sio vinginevyo, sio kuleta taharuki kwenye jamii au kuleta changamoto mbalimbali. Kwa hiyo sisi tutawatambua wale mwanamke yote ambaye yuko ndani ya Kigamboni au nje, lakini anaigusa Kigamboni, anatumia vizuri mtandao wa kijamii katika kuelimisha jamii, kujenga, kuleta maendeleo, kuinspire wengine, atapewa tuzo. Kwa hiyo kingine labda ni mamalishe. Mamalishe naye tutampa tuzo, lakini kwa mamalishe tutaangalia mapishi, lakini pia na usafi wa mazingira. Mtakubaliana na mimi Mheshimiwa DC wetu, na nafikiri ni wilaya kama wilaya zote huwa kuna utaratibu wa kufanya usafi, kukagua na all that. Kwa hiyo yote tunataka tuhakikishe, tunahakikisha kwamba tunaweka mazingira yetu yanakuwa safi, kuepusha magonjwa ya milipuko, lakini pia kuwa smart. Sasa lazima mamalishe, kwa sababu wanatumia sana maeneo ya kule Feli na wapi, tunataka kwa sababu wana jukwaa lao, wao watasema nani ambaye amekuwa akifanya vizuri. Huwezi kukuta kwenye eneo lake la biashara kuna takataka, kuna nini, chakula ni kisafi, lakini pia na mapishi, tutampa tuzo. Na upande wa afya, mtakubaliana na mimi kwamba wanawake sisi kwa upande wa afya tunavyoenda especially kujifungua, tunapitia, unaweza kufika ukamkuta nesi, yani hata kama uchungu ulikuwa hujafika ukafika pale pale, nesi akakutreat vibaya, akakutendea mambo meusi. Sasa manesi sio wote wanafanana, wapo wazuri. Mimi nimefanya ziara nyingi ndani ya wilaya hii ya Kigamboni, nimefanya ziara mahospitalini. Kweli kuna mahali unafika, unaongea hata na wagonjwa, wanakuambia nesi mzuri sana, nesi mzuri sana, huyu nesi mzuri. Yani hata ukija unaumwa, yani ukiongea naye tu unasikia ahueni. Sasa watu wale lazima tuwapongeze, ndugu zangu. Tutatoa tuzo kwa nesi ambaye ni bora kabisa kwa upande wa wodi za wazazi. Lakini tuzo nyingine itakuwa ni tuzo ya kiongozi ambaye ni kiongozi mzuri wa kisiasa, kiongozi mzuri kwenye jamii, na kiongozi mzuri kwenye imani zote. Kwa kiongozi ambaye amekuwa kiongozi kinara, jasiri, muongoza njia, lakini atumii jukwaa lake hilo alilonalo, iwe la kisiasa au kijamii au kiimani, kufanya kinyume. Yani anafanya vizuri, anafikia wananchi, anawasaidia kulingana na matakwa aidha ya katiba ambayo anaisimamia au kanuni ambazo wamejiwekea. Kwa hiyo na wenyewe tutawatambua ndani ya wilaya yetu na watapewa tuzo. Pia namna ambavyo kiongozi amejenga mahusiano yake katika jamii. Tuzo ya mwisho itakuwa ni tuzo ya heshima. Tuzo hizi za heshima sasa, ingawa moja nilishaitaja ya nesi, hiyo pia iko kwenye tuzo za heshima. Hizi zitakuwa 6. Hizi tuzo zitakuwa ni generally tuzo za heshima. Nani ambaye wewe unamuona kabisa mtu huyu anatakiwa awe recognized, anatakiwa atambuliwe, anatakiwa jamii impe maua yake? Nani apewe tuzo ya heshima? Wananchi wa Kigamboni, wanawake wa Kigamboni watasema na wataamua. Sasa niseme jinsi ya kupiga kura hizi au kupendekeza. Kuna namba nitazitaja hapa ambazo mtu yoyote atatakiwa atume jina la mtu ambaye anampendekeza kwamba mtu huyu anatosha kupewa tuzo. Kwa hiyo tuzo hizi zitagaiwa kwa staili hiyo. Utatuma jina la mtu ambaye wewe unaona kwamba mtu huyu anatosha apewe tuzo, na utatupa sababu
Tutatoa namba ya WhatsApp pamoja na namba ya kawaida. Kwa unaweza ukatuma message ujumbe kwenye namba ya kawaida, lakini pia ukatuma kwenye WhatsApp ukatuambia nani ambaye wewe amekugusa, anagusa wengine, sababu utatuambia. Utatupa sababu, na sisi kama kamati tunayochambua na kufanya mchakato tutapitia zote na tutakuwa tunafanya kwa uwazi kabisa ili kuona nani anastahili kwenda na tuzo. Ndugu zangu, mimi niwaambieni, hakuna jambo zuri kama kumpongeza mtu akiwa hai. Usisubiri mtu hayupo duniani au amepatwa na maradhi ndio uanze kugalagala kwenye jeneza, kugalagala pale unalia unasema jembe, alikuwa jembe jamani fulani katibu wangu hapa alikuwa jembe, Lilian Wasira alikuwa. Hapana, mpongeze mtu ukiwa bado uko naye, bado yuko hai. Kwa hiyo sisi kwenye maadhimisho haya tumekaa tukaona tuadhimishe kwa staili hii, tutoe tuzo kwa ajili ya wanawake wa Kigamboni. Lakini jambo lingine la msingi ambalo ningependa niseme ni kuhusu swala la mgeni rasmi. Siku hiyo tutakuwa na mgeni rasmi wetu ambaye ni Mheshimiwa Haran Sanga, mbunge wa jimbo la Kigamboni. Kwa wanaomfahamu Sanga jamani, hana mchezo inapokuja swala la maslahi ya wananchi wake. Kwa hiyo Sanga tumempelekea mwaliko wa kuwa mgeni rasmi, ameupokea kwa mikono miwili, akatuuliza maandalizi yalivyo. Sisi tukamwambia tumeandaa tu tuzo kwa ajili ya wakina mama. Akasema kwa sababu mnafanya jioni, basi mimi nataka wanawake wasiondoke kinyongi. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge wetu jembe kabisa, bingwa Haran Sanga kasema kina mama wapewe tuzo lakini wapate iftari. Kwa hiyo siku hiyo tutakuwa na iftari. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu mbunge wetu amejali atakuwepo, lakini pia ametusaidia tumeweza kupata hiyo chakula cha pamoja cha ibada tunasema kwa sababu ya huu mwezi. Lakini pia niseme kwa maana hiyo basi, kwa mantiki hiyo hakutakuwa na kiingilio. Hili jambo halina kiingilio, ni bure. Bure, yani bure. Ni jambo la UWT, na wewe ambaye ni UWT wilaya Kigamboni jambo hili linakuhusu. Ndio maana hata ukumbi tutafanyia ukumbi wa nje, ukumbi wa Malkia Garden ulioko kata ya Kibada hapa ndani ya wilaya Kigamboni. Tumefanya ukumbi wa nje kwa sababu tunataka watu waingie, watu wawe huru, watu wajidai, watu wafurahi, tuburudike, tule, tunywe, lakini pia tupongezane kwa mambo makubwa niliyokwisha yataja hapo mwanzoni awali. Yes, jambo lingine ambalo nafikiri ni la msingi na lenyewe natakiwa niliseme ni kwa ajili ya maandalizi ambayo tumekwisha yaanza. Unaweza kujiuliza, hakuna kiingilio, sasa itakuwaje? Mtu tu anaamka huko anakuja? Hapana. Tumeandaa kadi. Kwa sasa hivi zipo 1000, lakini tutakuwa tunaongeza kulingana na tunavyoona mwamko au uhitaji. Kadi 1000 bure. Can you imagine? Yaani kadi 1000 za mwaliko, ushinde wewe kuja kushangilia pale au kutunukiwa, ule unywe ufurahi na mheshimiwa wetu mbunge wetu. Kwa mimi naomba nitoe taarifa rasmi na mwaliko pia kwa wananchi, kwa wanawake wa Kigamboni kuweza kuhudhuria. Kadi hizo utazipataje? Utafika kwenye ofisi zetu za UWT zilizoko hapa ndani ya Geza hapa wilayani kwenye hili jengo letu la Chama cha Mapinduzi. Ofisi za UWT zenyewe ziko chini pale. Ukifika tu utamkuta katibu wa wilaya, utamwambia mimi naomba kadi. Kuwahi kwako ndio kupata. Kama nilivyokwisha kusema, kadi ziko 1000 na hatuuzi bure. Kwa karibuni sana. Wewe ambaye unataka kadi utapata kwenye ofisi yetu ya UWT. Jambo la UWT, kadi zipo UWT. Jambo lingine katika maandalizi, nimalizie. Tumejiandaa kufanya maandalizi. Hapa nikimaliza kuzungumza pamoja na wajumbe wenzangu, tutaelekea kwenye kata ya Somangila. Leo tutaanza ziara. Tutapita kwenye kata zote kulipeleka jambo hili. Kwa hiyo hilo pia nimeona ni muhimu mfahamu kwamba tuko kwenye ziara. Kwa tulianza na nyinyi waandishi wa habari, lakini tukitoka hapa tutaenda kufanya ziara. Lakini moja kati ya malengo ya ziara yetu pamoja na kuimarisha uhai wa jumuiya ni hili swala la maadhimisho ya siku ya wanawake duniani wilaya ya Kigamboni. Kwa hiyo ndugu zangu, labda niwatambulishe sasa, maana nimesema nitataja namba nitataja mwishoni kwa ajili ya kupendekeza nani apewe tuzo. Lakini niseme kwamba natoa wito kwa wafanyabiashara.
wawekezaji, natoa wito kwa wafanyabiashara wetu, natoa wito kwa wawekezaji walioko ndani ya wilaya Kigamboni ambao wangependa kusapoti jambo hili, kama ambavyo mheshimiwa mbunge tulimwalika tu, lakini na yeye akasema hapana, jambo hili ni kubwa, naweka nguvu. Basi mtu yoyote ambaye naye anaguswa, anasema na mimi nataka niweke nguvu, tunamkaribisha sana sana sana. Sisi tuna wawekezaji wengi wilaya Kigamboni, na hisi hata kuliko wilaya yote ile. Kwa hiyo nawaalika wawekezaji, nitataja namba, ni namba ambayo unaweza ukaipiga tukawasiliana kwa ajili ya wale ambao wangependa kutusupport, ni 0784 730 867. Hiyo ni kwa ajili ya wajasiriamali, wafanyabiashara, wawekezaji, makampuni ambao wanataka kusupport jambo hili la tuzo za wanawake. Lakini jambo lingine niseme hapa, nimekaa na nani labda ili mjue kwa nini tuko hivi tulivyo. Hapa nilipokaa upande wangu wa kushoto ni katibu wa wilaya, yeye anaitwa Rehema Kawambwa, ndiye katibu wa UWT wa wilaya hii ya Kigamboni. Lakini upande wangu wa kulia hapa nimekaa na mjumbe wa kamati ya utekelezaji ya wilaya, anaitwa Hawa Ramadhani, na mwisho kabisa kule anaitwa Rose Wilbard ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya tafrija. Rose Wilbard, kwa mnaomfahamu, alikuwa mwenyekiti wa baraza la wanawake Chadema. Tulimvuna hapa juzi kati. Alikuwa bawacha damu, lakini kwa sababu ya kampeni zetu zile Rose akabidi ajiunge na sisi. Kwa hiyo karibu sana Rose. Lakini pia Rose ameteuliwa na kamati ya wilaya, amekuwa ni mjumbe ambaye sasa hivi ndio mwenyekiti wa kamati ya tafrija. Kwa hiyo likija swala la sherehe au tafrija tunamuita Rose, njoo bwana, tuna shughuli, jambo hili ni la kwako, analipokea. Lakini mwishoni hapa mtamuona pia rafiki yetu tumemwalika ambaye anaitwa Mariam, mnamfahamu kama mkurugenzi wa Uswazi Food, ni mtu maarufu, lakini kwetu sisi ndio jembe letu, manake yuko ndani ya wilaya ya Kigamboni. Tukitaka kujidai tunaye Mariam. Yaani nyinyi mnamuona huko mnaona lakini sisi kwetu ni wa kwetu, manake yupo ndani ya Kigamboni. Kwa hiyo na leo tumemwalika hapa kwa sababu siku 3 au 4 zilizopita na yeye pia tulimuomba aingie kwenye kamati yetu ya uchumi na fedha. Kamati ya uchumi na fedha inafanya kazi nje huko, tukiwa tuna mambo ya maendeleo ya jamii, tunawahusisha wadau. Hawa ni wadau ambao wako nje. Kwa hiyo alipokea teuzi huo kama katibu wetu kwenye upande wa masuala ya miradi ya kuwezesha wanawake, uchumi na fedha. Kwa hiyo karibu sana Mariam. Kwa hiyo ndugu zangu, nafikiri kwa machache ni hayo, na mwisho, isipokuwa sio mwisho kwa umuhimu, niwaambie tu mwenyekiti huyu Lilian Wasira ana kofia nyingi. Mimi kitaaluma ni mwanasheria. Kwa hiyo maadhimisho yataanza tarehe 2, nimesema mpaka tarehe 8 kuhitimishwa mkoani. Lakini sasa kuanzia tarehe 2 mpaka tarehe 6 ni serikali itakuwa inafanya mambo yake. Alafu tarehe 7 sisi UWT tunaingia, tarehe 8 tunaenda kuhitimisha mkoani. Sasa hapo tarehe 2, tarehe 3 na tarehe 4 mimi Lilian Wasira kama mwanasheria kwa taaluma yangu nimepata mwaliko serikalini. Naomba nitumie fursa hii pia kuambia, maana ni taarifa, ni news, ndio, kwamba nitaenda kuongoza jopo la mawakili kutoa huduma ya msaada wa kisheria ndani ya wilaya ya Kigamboni. Kwa hiyo msipopiga makofi na roho zenu mbaya, mtajua wenyewe. Tarehe 2, tarehe 3 na tarehe 4 Lilian Wasira ataongoza jopo la mawakili zaidi ya 10 kutoa msaada wa kisheria ndani ya wilaya ya Kigamboni, kuhakikisha swala la ukatili kwa wanawake na watoto linakuwa historia kwenye wilaya yetu ya Kigamboni. Kwa maadhimisho yataanza kibabe namna hiyo. Maadhimisho yetu ya wanawake yataanza kibabe namna hiyo kwa kuhakikisha, sijajua naona okay, kwa tutaanza kwa staili hiyo kutoa msaada kwa wananchi, yani wanawake tunaanza kuadhimisha kwa staili hiyo. Kwa hiyo nitashiriki kwa kushirikiana na timu nzima ya Mama Samia Legal Aid. Mnawafahamu Mama Samia Legal Aid Campaign Team, tutafanya nao hao, tutakuwa pamoja, tutaenda kwenye tarafa zetu zote 3 za Kigamboni, tutatoa huduma ya msaada wa kisheria bure kabisa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kama kuna mtu ana swali lolote la kuniuliza, karibuni, nina dakika 2 tu naenda kwenye ziara.